nitumie nafasi hii kwa dhati ya moyo wangu kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa imani kubwa aliyoonyesha kwangu kwa kuniteua nimsaidie katika jukumu la utumishi kwa nafasi ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitafanya kazi hiyo kwa bidii, kwa uaminifu na kwa uadilifu mkubwa. Pili, nimpongeze kwa dhati Mheshimiwa Rais kwa hotuba nzuri. Tumesikiliza hotuba hapa ya Mheshimiwa Rais ambayo imebeba maono na inatoa dira na ramani pamoja na uelekeo wa nchi yetu kwa kipindi cha uongozi wa serikali ya awamu ya 6 kwa kipindi cha pili. Kwetu sisi serikalini, kwa niaba ya serikali, mawaziri watakaoteuliwa pamoja na watendaji wakuu wa wizara na taasisi zake walioko hapa, tumepokea kama maelekezo na miongozo ambayo tutaifanyia kazi. Kwa upande wa bunge pamoja na shughuli nyingine ambazo zitakuwa za kibunge, tutakuwa na nafasi ya kutafakari, kuchambua na kujadili hotuba hii wakati wa mkutano wa pili wa bunge. Kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kuwashukuru wabunge wote kwa ushirikiano ambao wametoa katika kuidhinisha jina langu. Aidha, kwa mara nyingine nikushukuru pia Mheshimiwa Spika, wewe binafsi kwa uongozi wako mahiri. Tumeshuhudia ukianza vizuri, tunaamini utaongoza vizuri bunge hili, na kwa niaba ya mawaziri watakaoteuliwa tukuahidi kwamba tutatoa ushirikiano kwako binafsi, Naibu Spika, pamoja na waheshimiwa wabunge wote. Tutapokea maoni, tutawasikiliza na tutafanyia kazi. Na kipekee niwashukuru wananchi wa jimbo la Iramba pamoja na Chama cha Mapinduzi kwa kukubali niendelee kuwatumikia kwa nafasi ya ubunge ulionifanikisha kuweza kupata nafasi hii. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema haya, naomba sasa kutoa hoja kwamba bunge lako liahirishwe hadi siku ya Jumanne tarehe 27 Januari 2026 saa 3 kamili asubuhi tutakapokutana tena hapa Dodoma. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa, imeungwa mkono. Sasa nitawahoji waliafi bunge kuahirishwa mpaka tarehe 27 mwezi wa kwanza mwaka 2026, waseme ndio. Wasiafi waseme sio. Waliafi wameshinda. Waheshimiwa bunge, sasa wimbo wa taifa pamoja na Afrika Mashariki.
members of the diplomatic corps from the European Union, Duncan, merci, gracias. Members of Brazil, Angola, Mozambique, muito bem. Thank you very much for attending this important function of our country and for your support and guidance in dealing matters of international affairs together. Thank you very much. Mheshimiwa Bunge, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kuna semina. Kwani naomba Bunge mhudhurie. Semina ni muhimu sana. Itawapa mwelekeo kanuni na namna bunge letu linavyoendeshwa. Naisha shughuli za Bunge mpaka tarehe 27 mwezi wa kwanza 2026. Mheshimiwa Bunge keti. Mheshimiwa Bunge, msafara unaofuata sasa kutoka ndani ya ukumbi wa Bunge unakuwa ni wa Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, utaongozwa na Hamza Idrisa, mpambe wa Bunge, na makatibu mezani Mkuta Masoli watafuatia Ruth Makungu, Athman Hussein, Asia Minja. Mheshimiwa Bunge, msafara unaofuata sasa ni wa Mheshimiwa Naibu Spika Daniel Baransilo, akiwa ameongozana na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, na pia makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, na makatibu mezani watafuatia Yona Kirumbi, Bakari Kishoma, Zainab Isa, na mpambe wa Bunge anayeongoza msafara huo ni Sabi Rutiginga. Asante Mheshimiwa Bunge, msafara unaofuata